tunaweza tukasema timu ya Kagera Sugar mwalimu Juma Kaseja, Juma imemshinda. Hebu kwanza wana Kagera wote, hebu tulia kwanza, vua mawani kwanza mara moja. Aipige tena hiyo. Mwalimu Juma Kaseja kwa aina ya muendelezo wa mechi zinavyoendelea mpaka sasa tukasema timu imemshinda. Vua mawani. Wana Kagera tunamheshimu sana. Ametusaidia kupanda, timu imepanda daraja kutoka championship tukiwa nafasi ya pili, lakini style ile ambayo alikuwa anacheza nayo wakati yupo championship ilikuwa favorite sana kwake kwa sababu ya timu ambazo alikuwa anacheza nazo, lakini amekuja huko ligi kuu kwa kweli ni kama imempalia, unajua kwa sababu aina ya mpira ambao anaucheza kuna kitu kinaonekana katika kile anachokifanya, lakini kwa timu ambazo anacheza nazo za ligi kuu ni ngumu sana kupata ushindi kwa aina hiyo, kwa sababu unaweza kaangalia katika mechi 4 amepata sare moja tu, amepoteza michezo 3. Timu imeruhusu magoli 11 na yeye amefunga magoli 4 tu. Kwa hiyo inaonekana kabisa mpaka hivi sasa kama asipoweza kubadilisha mfumo wa kiuchezaji katika timu ya Kagera Sugar, tutaenda kurudi kule ambako tulitoka msimu uliomalizika, kwa sababu mpaka hivi sasa kila mechi ambayo amekutana nayo amekula kipigo. Ni mechi moja tu ambayo amepata sare dhidi ya Singida Black Stars ya 1-1 na ni mechi ambayo alikuwa nyumbani. Kwa hiyo inaonekana mechi za nyumbani lakini pia mechi za ugenini zote amekuwa akistruggle kupata ushindi. Kwa hiyo anatakiwa kubadilisha aina ya uchezaji, kwa sababu utakumbuka kuna mechi hizi za hasa timu za madaraja ya kati zinapokuwa uwanjani, kuna aina ya mchezo yani hauhitaji ile soft ball uwanjani. Yani kwanza pambana upate ushindi, alafu ndo baadaye unakuja kubadilisha mchezo kwa hiyo approach yake ambayo anayo mwalimu Juma Kaseja inaonekana kabisa mpaka hivi sasa inampalia na approach nzuri, lakini kwa timu ambazo anacheza nazo ligi kuu inaonekana kabisa imekuwa ngumu sana. Kwa hiyo anatakiwa badilike, kwa sababu ukiona unatumia approach hiyo katika mchezo wa kwanza unapoteza, mchezo wa pili unapoteza, mchezo wa tatu unapoteza, inatakiwa ubadilike kulingana na wakati, lakini pia kulingana na mazingira, ili uweze kupata walao kupata chochote katika mchezo, kwa sababu ligi kuu ya NBC Tanzania Bara ni tofauti na championship. Timu ambazo unakutana nazo huku ni tofauti na ambazo uko unacheza nazo championship. Kwa hiyo leo nilikuwa najiuliza, yani ligi kuu ina timu kama Dar es Salaam Young Africans, unaangalia kitu ambacho wanakifanya uwanjani, yani paka wapinzani wenyewe wana saluti kwamba isee kwa mpira huu. Niliangalia juzi baada ya mechi na JKT Tanzania, kuna posti waliposti JKT Tanzania wakasema bahati nzuri kila mmoja atakutana naye huyu mwamba. Sasa ukiangalia Kagera walikuwa wanacheza leo dhidi ya Mashujaa, alafu unafikiria kwamba anakuja kucheza na timu kama Yanga, alafu Kagera Sugar huyo amefungwa goli 6 na Geita Gold. Kwa approach ile ambayo anaitumia katika michezo yake yote, kafungwa goli 6 na Geita Gold. Anakuja anatumia tena approach hiyo aje kucheza nayo, akija kucheza na Yanga. Ni dhahama kubwa sana itakuja kutokea. Ni mechi ambazo zinatosha kuanza kumnyoshia vidole Juma. Mimi baada ya mechi 2 zile ndio nikataka niseme kitu, nikaangalia ratiba, nikakaa kwenye hicho kichaka kwa ratiba hii kwamba Singida Simba huyu hapa. Sasa ngoja kwanza nikae tulie kwa nisiende maana ya mambo sije kaenda haraka. Kwa hizo mechi 4 inatosha kuamini kwamba Juma K yazikana kawa ndo kocha wa kwanza kupewa mkono wa bye bye baba Jeni kwenye jumba la eka. Kwa kweli sijajua malengo ya Kagera ni nini. Ndio. Lakini binafsi ukiachana na kwamba mimi makocha wa hizi timu za madaraja ya kati huwa nawaoneaga huruma sana, yani hata kwenye ndani yangu siwezi kuwakandia sana sababu naelewa kuna struggles wanakutana nazo sasa kwenye kujenga timu. Ndio. Mara nyingi unasajili majina lakini usajili kiwango. Yani mchezaji ambaye tuseme ni wa daraja la kati ambaye anacheza hizi timu za daraja la kati, yani msimu yote yupo tu. Hamna mchezaji ambaye anakugarantii consistency kwamba msimu huu yuko hapa, msimu huu yuko hapa. Nitakutolea mfano, tulishawahi kupata top scorer mzawa George Mpole msimu wa kwanza. Msimu wa pili akaenda Kongo. Alivyorudi hajawahi kuwa tena George Mpole yule, yani hata kusema consistent sasa kufikisha goli 10. Hamna msimu tangu amefikisha zile goli 16 mpaka leo hajawahi kufikisha tena goli 10. Kwa hiyo kupata mchezaji kwenye timu za daraja la kati ambaye anakupa consistency ya kwamba msimu yuko hapa, msimu ujao anaguarantee kitu kile. Hapana, watu kama wakina Selman Bwenzi
mpaka leo hawajawahi kugaranti kile kitu. Mtu kama Kiimbwa kipindi kwa Fountain Gate na kina Selemani Mwalimu mpaka leo hamna tena msimu mwingine ambao umekuwa bora kwake. Kwa hiyo wachezaji wengi hawa yani viwango vyao sio vya muendelezo. Kwa hiyo kuna muda akisajiliwa unaweza kumsajili kwa sababu ya historia. Kwa hiyo ndo mara nyingi makocha wa timu za kawaida huwa naweza kuwa sympathize hapo kwamba kidogo kuna ugumu wanapata, lakini kwa Juma Kaseja ndio nahisi kuna marekebisho yeye mwenyewe anatakiwa afanye kuanzia kwenye mbinu zake na namna ambavyo anaiset timu yake. Ukiangalia hilo ni mechi ya pili Kagera kwenye hizo mechi 4. Kagera anaanza kupata goli. Ndio. Alafu goli linarudishwa. Mechi ya Rondo amepoteza. Mechi ya kwanza ilikuwa ni dhidi ya Singida. Alipata goli mapema za dakika ya 12. Lakini akishapata goli moja kwa moja wachezaji wanatoka kwenye ile concentration ya kusema tulinde bao letu au tuendelee kucheza vile vile, kwa sababu ukiangalia Kagera ni moja ya timu ambayo ina umiliki mzuri wa mpira. Na hisi kwa timu ambazo zinapiga pasi nyingi, inawezekana Kagera hata amemzidi Simba. Yaani hadi hivi sasa kwenye mechi ambazo amecheza inawezekana amemzidi Simba kwenye kupiga pasi nyingi, au Simba amemzidi pasi chache tu ambazo zinataka kama 30 au 50 zinafika. Ni timu ambayo inacheza mpira huo wa possession, lakini sasa kwa bahati mbaya muundo wao sasa pale wanapopoteza mpira unakuwa uko vizuri, lakini pia hata wachezaji wao hawana uharaka huu ambao mwalimu anautaka kwamba yani unajua unapocheza mpira wa pasi inamaanisha kila pasi inatakiwa na nia kwamba hii pasi tunapiga 1 2 3, lakini tunamvizia mpinzani wetu afungue nafasi fulani ndio sisi tupite. Lakini ukiangalia pasi zao nyingi unakuta ni pasi salama, na sehemu wanazopoteza pasi ndio sehemu mbaya zaidi, unaona, ambazo zinapelekea wao kuja tena kuconcede hayo magoli. Lakini pia kumekuwa kuna mistakes za wachezaji wao wenyewe. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine binafsi ningemshauri Juma Kaseja aangalie namna gani anatengeneza muundo mzuri wa timu yake kuzuia, kwa sababu hicho ni kitu ambacho kinamkosti sana mpaka sasa hivi. Inawezekana kwenye championship akuweza kuadhibu hivyo, kwa sababu inawezekana Kagera ndio ilikuwa na quality kubwa kule championship. Inawezekana angedominate mechi zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini huku kwenye ligi kuu huku unakutana na timu ambazo na zenyewe zimeshajipanga, zina wachezaji ambao mnalingana ubora. Kwa hiyo kila kosa nao ulifanya wanakuadhibu. Hata wenyewe baada ya walipata goli kwa namna nzuri sana, kwa sababu wamepata kupitia kupress Mashujaa, lakini hata baada ya recover mpira wamepiga pasi 7, Mashujaa hajagusa mpira mpaka wanaenda kupata goli, unaona. Kwa hiyo ilikuwa ni build up nzuri sana ya goli, lakini sasa baada ya pale of course Mashujaa naweza kusema alifanya sababu nzuri, lakini sasa ile nidhamu ya kusema tunalinda sasa bao letu hili huku tunatafuta lingine kwa Kagera ulikuwa unaweza kabisa mechi imeweza kuinama tofauti na kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili walikuja na taswira tofauti. Kwa hiyo hicho kitu ni sehemu ambayo anatakiwa rekebishe sana hiyo, hasa unapokuwa una manage timu za madaraja ya kati. Bila hivyo kwa fixtures ambazo naziona zinafuata kwa Kagera, sababu nimeona mechi inayofuata na Azam ndio na Mbeya City na Fountain Gate, asipokuwa makini inawezekana tena hizi fixtures zote 3 zinazofuata zikawa ngumu, inawezekana asipate alama akapata alama moja akazidi kujiwekea mazingira magumu. Lakini ile moja kwa moja kesho ya Juma Kaseja uioni kama ni nzito kama siporekebisha muundo wa uzuiaji wa Kagera Sugar. Naona hizi mechi zinazoendelea kufuata ataendelea kuconcede mabao hivyo hivyo.